السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Tukiwa bado tuendeleza kipindi chetu cha haki ya yatima katika Uislamu, na kipindi kilichopita tulikuwa tulimalizia au tulifikia sehemu ambayo kwamba yatima ahusishwe na nasaba yake, kwa kuwa Uislamu umesisitiza watu wapeane nasaba zao. Ud'uuhum liabaihim, Mwenyezi Mungu asema huwa aqsatu 'inda Allah, ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Na leo tutajaribu kueleza nasaba huthibitishwa kwa njia gani. Ni mambo ambayo kwamba yafaa tuyafahamu katika dini yetu, ingawa tunamkusudia ni yatima, lakini ya umum ni kwamba yafaa tufahamu nasaba hunasibishwa au huthubutishwa kwa njia gani, ili Muislamu apate kujua dini yake namna inavyonasibisha nasaba. Kuna upande wa mama, nasaba kuhusishwa kwa upande wa mama, na kuna nasaba kuhusishwa kwa upande wa baba. Nasaba kuhusishwa kwa upande wa mama ikiwa mama amezaa min zawajin sahihi, kwa ndoa ambayo kwamba ile sahihi. Mtoto huyu mamake ni fulani, au min fasidin, ameoa kwa ndoa, amezaa, mama amemzaa mtoto kwa ndoa sahihi, au amemzaa kwa ndoa ambayo kwamba fasid, isiyokuwa sahihi. Shafahamiana? Yule mama amefanyiwa tendo la ndoa kwa njia ya shubha. Mume aende nyumbani, aingie ndani, akampata mwanamke amelala kwenye kitanda, akadhania ni mke wake, akalala na yeye, akigundua sio mke wake, hutokea atatoa maharul mathal, lakini kile kitakachozaliwa ni cha mama. Ni cha nani? Ni cha mama. Au kwa zina, mtoto ni wa mama. Walwaladu lilfirash, kama bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoeleza. Na ni masala marefu tunayozungumza haya. Ukiingia katika vitabu vya fiqh utaona ahkamu zake ambazo kama zinaofungamana na haya masala ambayo ya shubha na zina na mengineyo, au ndoa ambayo kwamba isiyokuwa sahihi, kama masala ya muta, zawajun fasid, ingawa wengine huthibitisha muta si katika ndoa ambayo kwamba ya fasid. Ama binisbati, ama upande wa baba, li asbabi thubuti nasab, sababu zenye kupelekea kuthubutishwa nasaba kwa upande wake. Kwa mama shafahamu, kwa ndoa iliyo sahihi huthubutishwa nasaba kwa mama. Hata kizazi cha Mtume chatembea na mama. Leo kuna watu ambao kwamba nasaba zao wamethubutisha kwa mama, japokuwa haisi kuthubutisha kwa mama kama Wayahudi. Mayahudi nasaba zao hupitia kwa upande wa mama, hupitia kwa upande wa mama. Utaona wa Ethiopia wengi, baadhi yao ni Mayahudi kwa sababu wamekwenda wakaoa Mayahudi, kile kizazi kikabaki cha Mayahudi kupitia yule mama wa Kiyahudi. Ndio hivyo kizazi cha Mtume kwa Fatima. Hata bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amethibitisha hilo. Au zawaju fasid, kwa mama aolewe ndoa ambayo kwamba sio sahihi, kama tulivyoeleza, kwa shuba kama tulivyoeleza, kwa zina kama tulivyoeleza. Ama kwa upande wa baba hupitia kizazi au nasaba huthubutishwa kwa zawajun sahih wal firashu sahih, ndoa ambayo kwamba iliyo sahihi na kitanda ambacho kwamba kilicho sahihi. na chenye kufungamana
na ndoa iliyo sahihi. Hata ukisoma nidhamul usra fi Islam utapata masala kama haya kwa urefu sana. Na ndicho ambacho kwamba min almuttafaq alayhi min alfuqaha, baina alfuqaha, wanazuoni wetu wa fiqh wameafikiana hili kwamba nasaba kwa baba huthubutishwa kwa ndoa ambayo kwamba iliyo sahihi. Yule mtoto akazaliwa kwa njia ya ndoa ambayo iliyo sahihi. Kwa sababu yunsabu ila zawjiha, mtoto huthubutishwa kwa baba yake, yule mume wake, yule mke. Wanazuoni ndio waliowafikiana hivyo. Kwa wadalilu ala dhalika ni hadithi iliyopokewa na Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha. Asema ikhtasama Sa'd ibn Abi Waqqas wa Abd ibn Zum'ata. Hawa watu wawili walikuwa na utesi, bimaana ushindani, na ushindani huu ulipatikaniwa katika Fath Makkah, wakati wa Fath Makkah. Na sababu ya ushindani ilikuwa kuna kitoto ghulam ambaye amezaliwa na jaria. Ndugu yake Sa'd ibn Abi Waqqas ambaye ni Utba ibn Abi Waqqas alimwambia Sa'd ibn Abi Waqqas, ukienda Maka kuna katoto ni changu, kuna katoto ni changu, ni changu. Na Abdullah ibn Zuma akawa yule mtoto ambaye Utba anamwambia Sa'd ni wake, naye akawa anasema huyu mtoto ni ndugu yangu, amezaliwa na baba yangu. Bimaana Utba amemwambia Sa'd kwamba ukienda Maka kuna mtoto fulani ni wangu, bimaana Sa'd ni ami yake yule mtoto. Na Abd ibn Zum'a asema huyu mtoto ni wa babangu, bimaana ni ndugu yangu. Ikawa kuna utesi kupitia huyu mtoto. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaita wawili ili apate kuyatatua yale ambayo kwamba yaliyomo au tesi ambayo kwamba umo baina yao, baina ya Sa'd bin Abi Waqqas na Ibn Zum'a, Abd ibn Zum'a. Kwa sababu Abd ibn Zum'a akawa anasema kwamba huyu ni ndugu yangu, wulida ala firashi abi min walidatihi, alizaliwa na babangu kwa kitanda kutokamana na kijakazi chake. Shafahamiana, si ndio? Sa'd bin Abi Waqqas asema ni wa ndugu yake kutokamana na wasia ambao kwamba aliopewa na ndugu yake. Walida ni kijakazi ambaye alilala na bwanake kisha akazaa mtoto. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposikia ule ushindani baina ya watu wawili, akamwangalia yule mtoto Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faraa shabihan bayinan bi Utba, faraa,
shabihan bayinan bi'utba, akamuona amefanana na Utba ibn Abi Waqas, amefanana na Utba ibn Abi Waqas. Akamwambia Utba, akamwambia Abd ibn Zum'a, huwa laka ya ibn Abd Zum'a, alwaladu lilfirash, alwaladu lilfirash. Yule kijakazi walikuwa ni wa Zum'a, japokuwa amefanana na Utba, Mtume akampa Abdu kwa sababu kijakazi ni wao, kijakazi ni wao. Ndipo utapata bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithini amwambia Sauda binti Zum'a, ihtajibi minhu ya Sauda, falam yara Sauda qat, jihifadhi, bimaana jikinge asikuone. Akawa Mtume ile sura ameifahamu ni ya Utba, lakini kwa kuwa huyu kijakazi ni wa Zum'a, na zamani walikuwa watu wakichukua wale vijakazi wao sababu ya kwenda kulala na Utba katika ujahilia. Zamani walikuwa wakichukua vijakazi wao wakiwapeleka kwenda kuzini kwa ujira, bimaana kipewa ujra, kama ilivyokuja katika Al-Qur'anul Karim, ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. إكراههن غفور رحيم. Wakiwalazimisha nendeni mukafanye zina, mulete pesa tuweze kula nyumbani, wale ambao kwamba walikuwa ni fukara, wakiwatoa vijakazi wao. Ndio Mwenyezi Mungu alipoleta Al-Qur'anul Karim akawa yuwaondosha hii ni kadhia ya kuwapeleka vijakazi kwenda kufanya zinaa kwa kupitia ujra, akisema waman yukrihunna fa inna Allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Akawa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuwahukumu ya kwamba mtoto ni wa Abd ibn Zum'a, ndugu yake, lakini sura tayari imeonyesha ni ya Utba, lakini kwa kuwa ni kijakazi wa Zum'a ikabaki yule mtoto abaki kwa Zum'a. Ndio maana akamwambia ndugu yake Abd ibn Zum'a ambaye ni Sauda, akaja akawa mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baadaye, kwamba ihtajibi, kwa sababu zamani alikuwa ameolewa. Sauda akaja kuwa mke wa Mtume baada ya kufa Sayyidatuna Khadija, ndiye ambaye kwamba alifanya tanazul kwa siku kwa Sayyidatuna Aisha kama inavyoeleza Al-Qur'anul Karim. Lakini ala kulli, akawa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amwambia Sauda, ihtajibi minhu ya Sauda, bimaana asikuone, jihifadhi, kwa kuwa si ndugu yako, si ndugu yako, kwa sababu sura zimeshiria za nani? Za Utba ibn Abi Waqas, kwa kuwa wao walikuwa wakiwapeleka vijakazi wao. waman yukrihunna fa inna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Akawa alwaladu lilfirash, alwalad lilfirash, hakuingia kwa ndoa ya usawa. Na hapa kuna masala mengi ambayo kwa hadithi hii ni twaweza kutoa ahkamu nyingi sana, lakini sio mahali pa kutolewa ahkamu kwa hii ni hadithi ya nasaba, ila twafahamisha ya kwamba nasaba huenda kwa njia ambayo ya ndoa sahihi na firash ambayo ni sahihi. Pili, chenye kuthubutisha nasaba ambayo ni sahihi, al-iqraru bin nasab, ni yule ambaye kwamba mwenye mtoto akaja akathubutisha kwamba huyu ni mtoto wangu, iqrar bin nasab.
au aje kuthubutisha ndugu ya yule ambaye kwamba mtoto kama Abdu ibn Zuma kwamba huyu ni ndugu yangu. Huyu ni ndugu yangu, na huja kwa mashahidi wawili, atoe mashahidi wawili kwamba huyu kijana ni wa fulani na amezaliwa na mke wake, firashu min zawjatihi au amatihi. Na hapo patikaniwa kwa sampuli mbili. Sampuli ya kwanza, al-iqraru bin nasab ala nafsi al-muqir, kisha yule ambaye kwamba anatoa ushuhuda ni kwamba mwenye kutolea ushuhuda naye akubali kwamba huyu kweli ni mwanangu, au kijana mwenyewe akubali ya kwamba huyu mbaba yangu, aseme hadha abi au hadhihi ummi au ana ibnu fulani. Kisha kuna al-iqrar bin nasab ala al-ghayr. Al-iqrar bin nasab ala al-ghayr, kukubali nasaba kwa kupitia mtu mwingine, kama mtu kusema fulanun akhi, fulani ndugu yangu, au fulani ammi yangu, kama tulivyoeleza. Kisha kupatikaniwa albayinatul mu'tabira, na hapa baina almu'tabira huja kwa shahada ya watu wawili. Aje fulani na fulani aseme fulani kijana wa fulani, watu wawili. Tena hayo masala ya Abi Hanifa, albayinatul mu'tabira ya watu wawili, ama mwanamume na wanawake wawili. Kwa madhhab ya Malik huenda kwa watu wawili. Hanafi amekubali wanawake wawili na mwanamume mmoja. Ama madhhab ya Shafi ile an-nasab hukubalika kwa jami'ul waratha, wale ambao wote wenye kurithi aseme huyu ni ndugu yetu. Tena mafi Shafi na Hanabila kwa sababu ni mtu na mwalimu wake, fiqhi yao sana huwa yaendana. Hata ukisoma Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid utapata yule al-Andalusi Hafidh ambaye ameandika kile kitabu, Ibn Rushdi al-Andalusi, asema masala ya Hanafi na Shafi na Hanbali kidogo huwa yanalingana. Shafamiana. Almuhimu, albayinatul mu'tabira katika madhhab ya Hanafi ni mwanamume na wanawake wawili au wanaume wawili, amekubali wanawake katika masala yake. Albayinatul mu'tabira katika masala ya Malik wawe ni wanaume wawili peke yake. Albayinatul mu'tabira inda Shafi'iyya wal Hanabila wawe ni mawarithi, wale wenye kurithi wakubali kwamba huyu ni ndugu yetu. Kwa hivyo bainatul mu'tabira hupitia kwa watu wawili, kwa Hanafi na Malik, hupitia mawaratha wale wenye kurithi kwa Shafi'i na Hanbali. Tena na Abi Yusuf pia amekwenda kwa, ambaye ni mmoja katika wanazuoni wa madhhabi ya Hanafi, amekwenda kwa Shafi'i na Hanbali katika masala haya. Na kwa kuwa watoto ndio sehemu ya nasaba, ya kufanywa nasaba, kwamba ni thamaratul haya, ni zinatul hayati dunya, ndio utapata Uislamu umekuja kuweka iddatul umur ambayo imefanyia ihtamma bin nasab, ihtamma bin nasab, ikaharamisha zina ili kuonyesha Uislamu na thamini nasaba, baada ya kwamba tumefahamisha zile njia ambazo kwamba za kuthubutisha nasaba ni kwamba awe ni zawaju sahiha wal firashu sahih, azawaj as-sahih wal firashu sahih, iwe ni al-iqraru bin nasab,
iwe ni al-iqraru. Al-iqraru bin nasab hupatikaniwa al-iqraru bin nasab ala nafsi al-muqir na al-iqraru bin nasab ala al-ghairi, kwa njia tatu, njia mbili: zawaju sahih wal firashu sahih. Al-iqraru bin nasab, na hii al-iqraru bin nasab hutoa vipengele viwili: al-iqraru bin nasab ala nafsi al-muqir wal iqraru bin nasab ala al-ghairi. Watoke watu wawili watoe ushahidi ya kwamba huyu ni mtoto wa fulani. Al-iqraru bin nasab ala al-muqir ni baba akubali huyu ni mtoto wangu, au ndugu akubali kwamba huyu ni ndugu yangu. Haya ndio masad ambayo yanaelezwa na wanazuoni wetu. Ala al-ghairi ni aseme ndugu, huyu ni ndugu yangu ala kulli. Kisha Uislamu kwa kuwa unazingatia nasaba ndio ukaharamisha zina, ili mtoto asitoke hajulikaniwi baba yake akatupwa, kama tulivyoeleza kinye kutupwa al-laqitu ni kina nani. Ukaharamisha Uislamu mababa kukataa watoto wao, ukaweka uadilifu Uislamu watoto wafanyiwe uadilifu baina yao kwa haki zote. Uislamu ukaharamisha atabanni. Atabanni, kumchukua mtoto sehemu za mayatima ukaja ukamweka kwamba huu ni mwanangu, kama vile Mtumi alivyofanya tabanni na Zaid ibn al-Harith, ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu 'inda Allah, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Masala ya tabanni isiendelee na masala ya tabanni kuharamishwa, wazazi wasiwaache wale watoto wao wa kiaswili, au usra asiingie mtu mwingine ambaye hastahiki kuingia ndani. Ndio utapata haya yote yalipoharamishwa, Uislamu ukaleta kwamba watu waitwe kwa nasaba za mababa zao, ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Uislamu kasema yule ambaye atajiita nasaba ambaye si ya baba yake, si ya nani, ya baba yake. Hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imekuja ikaeleza ya kwamba tujiite kwa mababa zetu, tusiite kwa mababa wasiokuwa zetu. Tusiite kwa mababa wasiokuwa zetu, mababa wasiokuwa mababa zetu. Imekataza Uislamu, imekataza Uislamu kabisa tena. Kwa hivyo ni kwamba nasaba tuwapeeni watoto wetu, nasaba ambayo kwamba itathibitisha kwamba hawa ni watoto wa halali, watoto wa fulani, itakayothibitisha wirathi kwa yule mtoto ambaye kwamba aliitwa kwa jina la babake fulani, mtoto wa fulani. Tusiwe ni watu ambao kwamba kuwapa watoto nasaba ambazo kwamba zisiokuwa zao, atabani. Kwa sababu Allah jalla jalaluhu ashatuambia ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Tuwaite kwa majina mababa zao, tuwaite kwa majina ya baba zao. Ndilo Mungu ambalo kwamba analolipenda na analolithamini. Tusiwaite kwa majina ambayo
hayachukuani na wao kama kumuita mtoto lighairi abihi, kwa kuwa Uislamu umelikataa hilo, tahrimu intisabi al-insani ila ghairi abihi, kwamba Uislamu umeharamisha kumuita mtoto kwa jina ambalo kwamba lisiokuwa la baba yake, imeharamisha kabisa. Kwa hivyo mayatima tuwape nasaba za mababa zao, kama vile watoto wanapozaliwa hupewa nasaba za mababa zao, na njia ambazo kwamba za kuthibitisha nasaba tumezieleza: zawajun sahih, al-iqrar, kukubali nasaba yule ambaye kwamba ni muhusika na yule mtoto, al-iqraru bin nasab. Na al-iqraru bin nasab tumeeleza hupatikaniwa al-iqraru bin nasab ala nafsi al-muqirr, ni mtu akubali kwamba huyu ni mtoto wangu, au mtoto aseme huyu ni baba yangu, au al-iqraru bin nasab ala al-ghairi, ni mtu aseme huyu ni ndugu yangu au ni ammi yangu. Huja al-bayyinatu al-mu'tabira, kutokamana na mashahidi wawili kama tulivyoeleza, na ndio maana hata zina ziliharamishwa ili kupatikaniwe nasaba. Almuhimu ni kwamba Uislamu umetukuza tendo la nasaba, na tulithibitishe nasaba kama Allah jalla jalaluhu alivyolithibitisha katika Al-Qur'an Karim. Yatima tumpe nasaba yake, na watoto wote tuwape nasaba zao, kwa sababu ni jambo ambalo kwamba ni neema tuliopewa na Uislamu, na ni Mwenyezi Mungu amelitukuza hili la nasaba katika Uislamu. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina.